hivyo cha kwanza kikapatikana utulivu katika eneo la Zanzibar, cha pili amani miongoni mwa watu, cha tatu hata wale watu waliokuwa na misiba walishughulikia misiba yao, watu walifanya 40, walifanya tahtimu za dua kwa watoto wao, na katika mazingira ya kuoana. Kuna watoto wana umri mkubwa sasa hivi, wana miaka zaidi ya 90, wana miaka mingapi, lakini aidha baba au mama ni mmoja ni Mpemba, mwingine ni Munguja, mwingine Mswahili, mwingine Mwarabu na kadhalika. Kufuatia mazungumzo yale 2010 tukapata katiba hii, ambapo hii katiba ilipigiwa kura ya maoni na Wazanzibari wote kwamba tunataka katiba hii, na CUF na CCM ndio walosimama kuwashawishi watu kupiga kura ya ndio, kama ilivyokuwa Kenya kule chungwa na hapa. Naam, karibu tena mtazamaji wa Gumzo kwenye wasaa huu maalum tunaoita Januari ya Damu. Januari ya Damu ni wasaa ambapo tunakumbuka robo karne tangu tukio kubwa na baya kabisa la kihistoria katika historia hivi karibuni ya Zanzibar, ambapo vyombo vya dola viliwapiga risasi na kuwaua mamia ya wananchi. Hesabu rasmi ambayo iko mpaka sasa ni baina ya 45 na 60, lakini kama ambavyo tumezungumza hapa kwamba inawezekana rekodi hii ni ile ya maandishi tu, haihusiana rekodi ya watu ambao walipotea na kutokujulikana walipo mpaka hivi leo tunapozungumza. Kwa hivyo tunaposema kwamba idadi rasmi ambayo imetajwa katika vitabu ni baina ya 40 na 45 na 60, haimaanishi kwamba ni hao peke yao. Inawezekana wako wengine wengi ambao mpaka leo miaka 25 baadaye hatujui hatima yao ikoje. Hata hivyo leo tunazungumzia hatua nyingine katika mazungumzo yetu. Tunaingia katika hatua nyingine ya mazungumzo yetu haya. Hatua yetu ya leo tunazungumzia kuhusu hasa nini kilipatikana kwa waandamanaji baada ya maandamano haya, na kusudia waandaaji wa maandamano haya, chama cha wananchi CUF kwa upande mmoja, kwa upande mwingine Zanzibar nzima mahsusi katika hili. Kilivuna nini kwa maandamano haya mbali ya mauaji kwa maana ya vifo, ubakwaji, ukimbizi na hasara nyinginezo? Maalim Saidi, karibu tena katika wasaa wako huu wa Januari ya Damu. Nashukuru Shamaba, asante sana. Naam, tuje katukosema katika awamu nyingine ya mazungumzo yetu, na leo tuingie katika upande wa aftermath. Nini kilijiri baada ya matukio ya Januari 27 na kuendelea hapo? Je, nyinyi kama chama cha wananchi CUF, taasisi ambayo iliandaa maandamano haya, mlifaidika nini? Ukweli ni kwamba kama tulivyozungumza hapo awali, pamoja na maafa yaliyotokea, lakini hali haikuishia kama ilivyokuwa awali. Bila shaka hata wale waliokuwa kwenye utawala nadhani waliona ni wakati wa kujitafakari, wakati wa kufanya tathmini juu ya yaliyotokea, ukitazama na hulka, mila, desturi, silka na tabia zetu wa Zanzibari. Bila shaka kile kitu hata katika nyoyo unaona za wale watu wengine wa upande wa pili na wao liliwasononesha jambo hili. Kwa hivyo haikuchukua muda mrefu sana pakaanza harakati za mazungumzo, na unajua hili tatizo la Zanzibar kila baada ya muda lilikuwa linapata watu wako, kama nilivyotangulia kusema awali, wako hata ndani ya CCM, lakini wanatamani kuona ule mvurugano miongoni mwa Zanzibari unaondoka, na hasa kutokana na nilivyosema ule mwingiliano wa Zanzibari. Unajua kule unaweza ukakuta Mpemba kalelewa Makunduchi, kasoma Makunduchi, Mtumbati uko zake Pemba. Wewe ukienda Pemba ukikuta kijiji kinaitwa Shamiani, hujua uko Watumbati watupu. Sasa ikaonekana kupandikiza hizi chuki hizi za Wapemba, Waunguja, Waarabu, Waswahili, zikaonekana kwa kweli zimepitiwa na wakati. Kwa hivyo jambo la kwanza lilikubaliwa ni kurudisha umoja miongoni mwa Wazanzibari. Jambo la pili lilikubaliwa ni kuondoa hii sintofahamu na hali ya hewa ya kisiasa inayopelekea kuwepo kwa vurugu kwa pande zote mbili. Yaani ni kama vile mnapokuwa kwenye vita mkaja na ile falsafa ya ceasefire. Kwa hivyo maana yake ilikuwa hakuna kuchokozana baina ya pande zote mbili, hakuna kushutumiana, hakuna kulaumiana. Kwanza tuzungumze tunatokaje hapa ili twende katika hali nyingine, halafu migogoro na mambo mengine tutakuja kuyajadili. Kwa hivyo kwa haraka sana
viongozi wa serikali ya mapinduzi, serikali ya muungano, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa kafu wakakubali kuketi kuzungumza haya, na ndio maana nikasema hata wakati mimi bado niko hospitali ya Mnazi Mmoja, huku kunafanyika mkutano wa hadhara pale penye uwanja wa Mnazi Mmoja ulioandaliwa na kafu kuzungumzia hatua zinazochukuliwa na chama baada ya tukio lile. Kwa hivyo, kwa kusema kweli, hatua zilichukuliwa haraka sana. Mazungumzo yakafanyika, makubaliano tunasema au maridhiano yakafikiwa, matamko yakatolewa, safari za viongozi kutoka pande zote mbili, CCM na kafu, zikafanyika kwenda kuzungumza na wananchi. Maalim Seif alidiriki hata kupita kwenye vijiwe maeneo mbalimbali kwenda kuzungumza na watu na kuwasalimia watu ambao wako CCM, wako kafu. Kwa hivyo ile kidogo, pamoja na majonzi na masikitiko yaliyokuwepo, lakini ikapatikana kwa ghafla ile hali ya kutaka kurudisha imani miongoni mwetu, ile hali ya kuonyesha majuto miongoni mwetu, ile hali ya kuonyesha kama sisi pamoja na yote bado ni wamoja miongoni mwetu. Kwa hivyo, cha kwanza kikapatikana utulivu katika eneo la Zanzibar, cha pili amani miongoni mwa watu, cha tatu hata wale watu waliokuwa na misiba walishughulikia misiba yao, watu walifanya 40, walifanya tahtimu za dua kwa watoto wao, na chama sasa kikachukua jukumu sio tu la kuwafariji kwa maneno wale waliopatwa na misiba, hata palipowezekana kuwasaidia. Unajua, hali za watu wa Pemba ni dhofu, hali za watu wa Zanzibar ni dhofu, lakini pamoja na hayo, chama kwa kushirikiana miongoni mwa viongozi, miongoni mwa wanachama waliopo ndani ya Zanzibar na hata nje ya Zanzibar, pakapatikana sadaka fulani fulani hivi zikawa zinapelekwa, na hili jambo kwa kweli lilikuwa endelevu mpaka mimi naondoka kwenye uongozi wa CUF kwa kujiuzulu mwaka 2008. Mimi naondoka pale, lakini kulikuwa kuna huo utaratibu wa hizi familia zilisaidiwa, watoto waliendelea kupewa huduma, wengine wawili watatu niliondoka walifika hatua hata ya kupata ufadhili wa kujengewa, wasichana wale wengine tulifika mpaka wengine kushuhudia harusi zao, wale ambao baba zao walipokufa walikuwa wadogo, wavulana na wao wakaingia kwenye maisha. Kwa hivyo kwa kweli pamoja na, kama utakumbuka, siku ambayo tumekwenda kuweka saini mkataba wa awali ule pale Ikulu, kuna wakati Profesa Lipumba alisema tumesamehe japokuwa hatutasahau, kwa maana ya kwamba kuwa hatutasahau haina maana kama tutakuwa na chuki na vinyongo, lakini tutakuwa tunaikumbuka historia, kwa sababu hili jambo limetokea kama ndani ya historia, na liwe ni funzo kwetu tusiweze kurudi tena katika hali kama hii. Ndio maana ya kuto kusahau, ingawaje tumesamehe, na kusamehe kukaonekana wazi kwa CUF kukubali kushirikiana kufanya kazi na CCM. Maana yake wametanguliza maslahi ya taifa mbele, wameacha vinyongo. Kwa hivyo hayo ni miongoni mwa mambo yaliyopatikana kijumla, lakini sasa ukija kwenye taratibu za kisheria na mambo mengine, faida miongoni mwa faida zilizopatikana. Kabla hatuja kuja katika upande huo unaoongea Maalim Said, ningependa kuuliza swali, sababu watazamaji wengine ambao kama tulivyosema kwamba watazamaji wetu wengi hapa ni vijana ambao walizaliwa baada ya siku hiyo ambayo tunazungumzia, zile baada ya tarehe 27 Januari 2001, na mara nyingi nimesikia kauli hii ikitumika kuelezea kama kwamba Zanzibar kumekuwa na mpasuko wa kijamii na kisiasa miaka nenda miaka rudi, kwa maana ya kusema kwamba kulikuwa na uhasama baina ya Wazanzibari wenyewe kwa wenyewe, baina ya Wapemba na Waunguja, baina ya wakati huo CUF na CCM, baina ya Wakaskazini na Wakusini na kadha wa kadha. Lakini uzoefu ambao tumeishi sisi Zanzibar, na wewe pia umeishi huko, hatukuwahi kushuhudia kwamba Wazanzibari wenyewe kwa wenyewe kama raia kwa raia wana mtafaruku wote. Ndio maana umeanza na mfano hapa kwamba kuna wa Makunduchi ambao wamelelewa Pemba, Wapemba ambao wamelelewa Makunduchi, Watumbatu ambao wamelelewa Pemba. Kuna vijiji ambavyo vina majina kule Pemba ya kutoka upande wa Unguja, na hivyo Unguja upande wa Pemba, kumaanisha kwamba watu walikuwa na ushirikiano wamekaenda miaka na ushirikiano haukufa wala hawakuwahi kuwa na uhasama wa kupiga na kuumizana. Nataka kidogo ufafanuzi kuhusu hili, maana nimeona umeanzisha mfano huu kadhaa na kusema kwamba dhana ya mpasuko wa kijamii na kisiasa haikuwepo miongoni mwa wananchi, isipokuwa ilipandikizwa na imekuwa ikitumika na upande wa watawala dhidi ya wananchi kila mara, kwa sababu wanaopiga na kuumiza watu kila mara ni
watu wanatoka serikalini, vyombo vya usalama, vikosi ambavyo wanaviunda sasa hivi wanaita mazombi, majanjawidi na kadha wa kadha, na husikii kwamba mara moja kwamba CUF nyinyi mlikuwa na chama chenu, kikundi chenu cha kupiga watu, au tuseme saizi ACT wana kikundi cha kupiga watu. Tunasikia si nyinyi ambao mnafanya hivyo, mlikuwa mnatendewa. Ndio mfafanuzi hapa. Kuna ile falsafa ya wagawe uwatawale. Wazanzibari kimaumbile, Wazanzibari toka asili ni watu wa namna moja, na ni watu walioathirika sana maisha yao na mitazamo pengine ya kidini, ambapo kwenye dini siku zote inahimizwa juu ya suala la watu kuwa wamoja na wala wasifarikiane. Inahimizwa kufanya kazi kwa upendo, udugu, na inahimizwa hata ukiwa unataka kutoa sadaka. Kuna msemo maarufu ule, charity begins at home, kwamba anza pale nyumbani kwa kuwatizama majirani zako, na sisi kule tunasema jirani ndiye ndugu, bila ya kujali jirani huyu atakuwa mweusi, mweupe, mfupi, mrefu, mnene, mwembamba, anatoka wapi, ana asili gani, anaongea lugha gani. Sisi tunasema ndugu yako mpaka akitoka aliko akija, huyu jirani ndio anayepaswa kutoa msaada kwanza. Kwa hivyo Wazanzibari wameishi katika mazingira ya kuoana. Kuna watoto wana umri mkubwa sasa hivi, wana miaka zaidi ya 90, wana miaka mingapi, lakini aidha baba au mama ni mmoja ni Mpemba, mwingine ni Munguja, mwingine Mswahili, mwingine Mwarabu na kadhalika. Wazanzibari wamekuwa wakishirikiana kwenye biashara bila kujali huyu katoka kisiwa gani. Wazanzibari wamekuwa wakishirikiana katika shughuli zote za kijamii, na unaweza ukakuta kuna wakati mtu wa kisiwa cha Pemba, swahiba zake wa karibu wanaojua siri zake zote wametoka kisiwa cha Unguja, na unaweza ukakuta mtu katoka kisiwa cha Unguja, swahiba zake wote wametoka kisiwa cha Pemba. Kuna mfano mimi niutoe kwa sababu sio mbaya. Hata huyu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameishi Ziwani, na baba yake Maalim Suluhu pale alikuwa ni mwalimu, na ndio maana amekuwa na ukaribu na jamii ya Kipemba kwa sababu yeye mwenyewe ameishi Pemba kwa muda mrefu. Na ndio maana hata wakati wa zile harakati za Wapemba kubaguliwa serikalini wakati wa utawala wa Salmini Amur, ukichunguza watu kama kina Amani Karume, wizara walizokuwa wakiziongoza kama kina Samia, hazikuwa na hizo shubha hizo. Kuna wakati Samia alikuwa anapanda magari, anakuja zake, anapanda ndege, anakuja Pemba. Mizunguko yake mpaka leo ukimchunguza kwa undani utakuta ana ule ukaribu uliopitiliza na jamii ya Wapemba, mpaka watu wakawa wanasema akenda Omani ni ujombani kwake, ndugu zake, ni kuishi na watu vizuri tu. Kwa hivyo Wazanzibari kama Wazanzibari hawakuwahi kuingia kwenye mpasuko wa kuchukiana kwa sababu hiyo, lakini siasa ndio ziliwapeleka huko. Kwani hata hapo zamani hapa tunapozungumza Tanganyika, Wazanzibari walikuwa wanaishi hapa. Mtu ana fedha yake anataka kuweka akiba, anaikabidhi kwa Mzanzibari kama amana, halafu baadaye hata baada ya miezi 6 akija akitaka hela yake anapewa. Ulikuwa ukitaka upate kukodishwa nyumba haraka hapa ukiwa Mzanzibari, mtu hana wasiwasi, anakukodisha nyumba haraka, kwa sababu anajua huyu nyumba yangu itapata mtu mwenye maadili, mtu mwenye nidhamu, mtu mwenye heshima, mtu ambaye hatutasumbuana kwenye masuala ya kulipa kodi. Lakini zilipokuja siasa, kuna baadhi ya viongozi walisema juu ya majukwaa hapa, kama nyinyi Wapemba kazi yenu mmekuja hapa kuuza michele tu kule Tandika, haya mambo mengine hayawahusu. Zikaanza kujengwa chuki. Kwa hivyo sio tu Wazanzibari miongoni mwao, hata ikajengwa chuki miongoni mwa Watanganyika na Wazanzibar. Kwa hivyo utakuta ukirudi kule Zanzibar mpaka hivi leo Wazanzibari kama Wazanzibari bado wanajitambua kama wote ni ndugu, wanajitambua wametoka kwenye jamii moja, na wala hawachagui watu kwa sababu ya chuki. Na ndio maana tuna mifano ya watu wakati wa uchaguzi, kiongozi alikuwa anatolewa Pemba anakuja kugombea Unguja, na anatolewa Unguja akagombee Pemba, ili maana yake, kwa mfano, kuna mtu anatakiwa na chama aweze kushinda, lakini huku Unguja hatuwezi kupata kiti, unampeleka Pemba anagombea ili aweze kupata kiti. Hiyo mifano kabla ya mapinduzi ipo. Watu wanatolewa Unguja wanakwenda wanagombea Pemba ili waweze kushinda wapate kiti. Hiyo mifano kabla ya mapinduzi ipo. Hizi fitna zilikuja baadaye, lakini tujiulize, wakati wa Mzee Ali Hassan Mwinyi, mbona hakukuwa na hizi fitna za Unguja na Upemba? Watu walifanya kazi kama kitu kimoja, Mzee Mwinyi akiwa rais, Seif Sharif akiwa waziri kiongozi, na katika kipindi ambacho hakuna rais aliyekaa japo ni kwa muda mfupi. Mzee Mwinyi alikaa mwaka mmoja nadhani, lakini japo ni kwa muda mfupi,
lakini aliweza kutawala kwa amani katika visiwa vya Zanzibar kama Mzee Mwinyi. Lakini ilipokuja sasa masala ya kutafuta mrithi wa Mzee Mwinyi, zile figisu zilizokuwa zinafanyika kule Dodoma ndio zikaleta tatizo, na tatizo kubwa, Mwalimu alikuja akatoa spichi, kwa hivyo akaweka mambo hadharani. Kwa hivyo hata kama watu walikuwa wanafanya siri, sasa ikawa ni jambo linalofanywa wazi. Kama unakumbuka, alifanya mkutano Tibirizi, akafanya na mkutano Kisiwandui. Tibirizi akawauliza Wapemba, mtamchagua Sheikh Idrisa? Kwa mujibu wa kauli yake aliyokuja kuisema Kisiwandui kwamba Wapemba wamesema hawatamchagua, lakini akasema mie najua nyie watu wa Unguja mtamchagua, na akajenga hoja sasa, Mwalimu, hoja ambayo ulikuwa Wazanzibari hawajawahi kuijenga. Akasema kwamba rais wa kwanza Wapemba wanalalamika ni Karume katoka Unguja, rais wa pili Mwinyi katoka Unguja, rais wa pili Abudi Jumbe katoka Unguja, rais wa tatu Mwinyi katoka Unguja, na huyu rais wa nne Idrisa Abdulwakili wanasema sasa zamu yao. Hayo maneno Wapemba walikuwa hawajawahi kuyasema, ni fitna za kisiasa. Wapemba kwa wakati ule walimtaka Seif Sharifu sio kwa sababu ya upemba wake, walimtaka kutokana na imani waliokuwa nayo, na Wazanzibari kwa sababu walikuja na hoja ya kwamba wana haki ya kuchagua kiongozi miongoni mwao, sio wachaguliwe kutoka Dodoma. Hiyo ndio iliokuwa shida. Haya, tuseme hapo kama walikuwa ni Wapemba. Vipi suala la Dr. Bilali? Si mgogoro ulikuwemo ndani ya CCM yenyewe, kwamba CCM wanasema tunataka mtu tunayemtaka sisi sio achaguliwe Dodoma? Je, ilikuwa ni suala la Upemba? Hapo hapakuwa na Wapemba wala hapakuwa na kafu, walikuwa ni CCM wenyewe kwa wenyewe, na ilileta mgogoro katika kumteua mgombea wa Zanzibar ambaye anakuja kumrithi Dr. Salmini Amur. Kwa hivyo ndio maana utakuta kulikuwa kuna maskani sijui zinaitwa Kachorora, sijui nyingine zinaitwa sijui Kisonge, ni mipasuko iliyotokea miongoni mwao. Sasa hii ndio tunarudi kwenye ile kauli ya Mwalimu kwamba ukianza ubaguzi ni sawa na kula nyama ya mtu, utawabagua wale wao, sisi baadaye hata na nyinyi mtaanza kubaguana. Kwa hivyo mimi kimtazamo wangu, hili suala la Upemba na Unguja zaidi lilishamiri kwenye kisiasa. Zamani ilikuwa ni utani, Wapemba tunakuja kutembea Unguja, tunaita Disemba twaja. Sasa ile tukija ile Disemba, kwa sababu Wapemba tulikuwa tuna kawaida, tunapotembea tunaweza kutembea kikundi kikundi, basi tukawa tunaitwa vibua hao, kwa maana ya kwamba vibua ni samaki wanaotembea kwa vikundi. Lakini ulikuwa ni utani, ni mzaha, tunatembea tunaitwa vibua, na wao na sisi tukawa tuna majina chungu mzima tunawaita watu wa Unguja, lakini hayakupelekea kugombana, hayakupelekea kukhitalafiana, hayakupelekea kuchukiana, hayakupelekea uhasama baina yetu. Mpemba ukiitwa kibua unajua jambo la kawaida. Kwa hivyo niseme wazi tu mimi bayana kwamba muunganiko wa Wapemba na Unguja ulikuja ukadhihirika zaidi katika kafu, kwa sababu katika kafu wakati ule Seif Sharifu, watu waliomshika mkono, watu waliompambania, watu walioonyesha kusimama pamoja naye, asilimia kubwa ni watu kutoka Unguja. Naam. Kina mzee Ali Pandu ni mtu wa Unguja, Dr. Maulidi Makame mtu wa Unguja, sijui ukija kina mzee Shabani Hamisi Mlo ni mtu wa Unguja, ukija kina Muhammad Ali Muhammad walikuwa watu wa Unguja, kina Muhammad Ali Yusuf watu wa Unguja, kina Dedes Muhammad Abdurrahman Dedes, kina Dr. Muchi, kina mzee Miraji Mpatani, kina nani Musa Shabani, Babu Haji, Baramia. Ukenda ukizunguka kila pembe ya kisiwa cha Unguja, wazee kutoka maeneo yale. Ukenda Ndijani wako kina mzee Hamisi Makungu, wako kina nani huyu nani wanamwita jina lake limenitoka kidogo, lakini kila utakapokwenda Maalim Seif alishikwa mkono na Waunguja kindakindaki, wazawa tena, wenye kauli, wenye majina na wenye heshima zao katika maeneo. Kwa hivyo mimi niseme tu kwamba na kama hawakumwacha mkono mpaka toka burini, magari kuja mifano ya hitilafu ambazo zimetokezea kabisa mpaka toka burini, hawakumwacha mkono mpaka maisha. Kuna wengine hata walipotofautiana kwenye mitazamo ya kisiasa, lakini walibaki kuwa pamoja naye kwenye mambo ya kijamii. Naam.
akina sisi tuliondoka kafu tukapumzika. Naam. Lakini mpaka mahali wale watu wake wa karibu ukiwauliza watakwambia yupo hapo Sharif Shamba anakaa ndio karibu na siku za mwisho uhai wake. Tunakwenda tunakaa masaa mawili tunazungumza mpaka mtu anajiuliza wanaongea nini humu ndani? Lakini ni kwa sababu wengine tulimweka kama mzee wetu, wengine tulimweka kama kiongozi ambaye ametufundisha siasa. Ndio maana tulikuwa na nafasi kubwa hata kwenye msiba wake, kwa sababu watu walifika pahala wanasema kwamba kutofautiana mtazamo katika siasa hakupelekei kuvunja mahusiano ya kiudugu na kijamii. Kwa hivyo sisi tuliendelea kuyahuisha. Mimi nakumbuka wakati ule nimeshatoka kafu, wanaandaa mkutano mkuu pale wanaita Ubungo Plaza. Nimealikwa pale na barua imeletwa na Maalim Seif, saini yake kapewa kijana wake kaniletea. Nimekwenda kwenye mkutano, nikapewa platform, nikahutubia, tukatoka tukapiga picha, tukaenda tukanywa chai, na maisha yakawa yanaendelea hivyo siku hadi siku. Mimi nilikuwa natoka hapa na kwenda Unguja, tunakutana nyumbani kwa Maalim Abubakar Hamis Bakari, tunakutana kule mimi, Abubakar na yeye Maalim. Wakati mwingine alikuwa anakuja Ahmad Masudi. Hapo Sharif Shamba nilikuwa nakwenda, vijana wake wale ndio walikuwa wanajua. Sasa mimi nilikuwa nishatoka kafu, lakini haikutuletea uhasama. Kwa hivyo kwetu sisi Wazanzibari hatuna kawaida ya kuwa na chuki, hatuna kawaida ya kuwa tunagombana, lakini siasa zilikuja zikaleta mtafaruku mkubwa. Sasa tulitazamia ilipokuja hii serikali ya umoja wa kitaifa, angalau tuweze kurudi kule kwa awamu ya tatu, kwamba miongoni mwetu sasa tunarudi kwenda kushikana. Na ndio maana hata sasa hivi hii awamu ya 8 mimi nimekuwa nikisema sana kumwambia Dr. Hussein Mwinyi atazame urathi wa babake, kwa sababu bahati nzuri Dr. Mwinyi ni rais wa Zanzibar na baba yake aliwahi kuwa rais wa Zanzibar. Akitizama historia, hakuna rais aliyetawala katika visiwa vya Zanzibar kukawa hakuna mpasuko wa uchuki za kisiasa au za kiuzawa atakayeweza kufika nafasi aliyokuwa nayo mzee Mwinyi. Kwa hivyo kwa kweli Naam. Nimekukatiza kwa sababu nitaka hii kauli yako jambo hili. Asante. Turudi nyuma kidogo sasa. Turudi tupokuwa tunaendelea. Unasema kwamba yalipatikana maendeleo fulani ya kisiasa kwa aina fulani ya mwafaka. Unadhani ndio mwafaka wa pili ulikuwa? Wa mwanzo ulikuwa 99 Juni, ukaja huu wa pili nadhani ulikuwa mwaka 2001 yenyewe. Nataka kujua kuhusu maendeleo haya pia yalimaanisha nini katika mabadiliko. Je, yalibadilisha chochote katika uendeshaji wa nchi, katika muundo wa serikali, katika sheria? Je, chanzo cha nyinyi kuandamana ilikuwa ni vitu viwili vitatu? Moja, mlitaka uchaguzi wa 2000 ufutwe, uchaguzi mpya chini ya tume ya uchaguzi, ndio mlitaka tume ya uchaguzi mpya mlitaka, na mlitaka pia katiba. Kwa ufupi kwa mambo mawili, lakini yana vitoto vitatu. Maana yake mlitaka tume ya uchaguzi huru, mlitaka pia katiba mpya, ambayo hii ndio chia vitu viwili, urudisho uchaguzi mpya. Je, mlipata katiba mpya? Je, mlipata tume mpya? Je, uchaguzi urejewa? Katika haya mlipata nini? La kwanza ambalo tulipata, Sheikh Mohamed, kulifanywa mabadiliko ya baadhi ya sheria na katiba hii. Nilisema hapa kwamba tulikuwa tunatumia katiba hii ya mwaka 1984 iliyoandikwa wakati wa Sheikh Abdul Jumbe Mwinyi. Gamba lake kidogo limechanika, lakini hivi kwa ukurasa kwanza ndani ndivyo inavyoonekana. Kufuatia mazungumzo yale 2010 tukapata katiba hii, ambapo hii katiba ilipigiwa kura ya maoni na Wazanzibari wote kwamba tunataka katiba hii, na CUF na CCM ndio walosimama kuwashawishi watu kupiga kura ya ndio, kama ilivyokuwa Kenya kule chungwa na ndizi. Hapa sisi tulikuwa na ndio na hapana. Na lakini kidogo Maalim Said, mtu atasema kwamba 2001 mpaka 2010 katika dai pamepita uchaguzi wa 2005 hapo, na uchaguzi wa 2010 ulikuwa unakaribia. Mbona ilichukua muda mrefu kufanikiwa? Manake angalau kufika kiwango hicho kuwa na mabadiliko ya katiba, miaka karibu 10, 2001 mpaka 2010. Pale mwanzo mwafaka ule uliopita 2001, jambo la kwanza ambalo lilifanyika, kuna watu walikuwa na makesi waliachiwa. Wabunge wa CUF wale ambao walikuwa hawakwenda, tukafanya uchaguzi mdogo, na huu uchaguzi mdogo watu wajue ndio ule uchaguzi unaoitwa wa maruhani.
Na kwa nini ulikuwa wa maruhani? Wakati au ile falsafa ya maruhani ni nini? Wakati tunaingia kwenye kampeni nini, ile wagombea kuchukua fomu na kurudisha, pana mchezo kidogo ulichezeka. Mchezo ule, chama kilichokuwa cha NCCR Mageuzi wanajua yakini nafika kwamba Zanzibar majimbo yote 21 kwa wakati ule katika kisiwa cha Pemba yanakwenda kwa CUF, na majimbo yale tayari uchaguzi wa mwanzo wameshinda CUF, lakini kwa sababu walisusia, sasa hivi wanarudi kwenye uchaguzi wa marudio, definitely unaamini CUF itashinda. Sisi hatulalamiki wao wakati ule kuweka wagombea, hiyo ni demokrasia na ni uchaguzi wa wazi kwa kila mtu no. Lakini kilichotokea, walitumika kuweka pingamizi kwa wagombea 5 yakiwemo majimbo ya Chake Chake, jimbo la Wingwi, mengine nimesahau miaka mingi. Unaposema walitumika Maalim, unaposema walitumika Maalim Seif, nani aliwatumia? Unadhani walifanya kwa faida ya nani? Kwa faida kwamba wao watashinda ule uchaguzi? Kwa faida kwamba wao wana wanachama wa kutosha pale? Kwa faida ya kwamba wao wana vyama ambavyo vilikuwa wakati ule vilikuwa vina nguvu pale, vimesimama, vina misingi, vina matawi, vina majimbo, vina nini? Hata bendera ilikuwa inaonekana wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo unaona kama purposely kulikuwa kuna kitu kinafanyika kwa faida ya mtu mwingine. Ni vizuri ni vizuri kutaja, kwa sababu Maalim Seif, nataka nukta yako hii kuiunganisha na uhalisia kwamba mmeingia katika maandamano, mauaji yamefanyika, mambo mengi yametokezea, hasa unazungumzia hatua za mwafaka zimefikiwa, lakini hata ndani ya mwafaka, hata ndani ya kutibu madonda ambayo yametokezea, bado wale ambao mlikuwa mnalumbana nao, watesi wenu katika wale mfanye maandamano wakawa uweni, ndio hawa ambao sasa wanafanya hila nyingine. Katika kitu ambacho tulikuwa tunaamini, kwanza labda niseme hivi kwamba CUF na NCCR tulikuwa na historia mbili tofauti, sio za kuanzishwa kwa vyama mpaka tulipofika katika mahusiano yetu. Tulikuwa na historia ya maelewano na historia ya mkorogano. Wakati ule mwenyekiti wa NCCR, rafiki yangu, ndugu yangu James Mbatia, aloingia uchaguzi wa 95 kutokea Vunjo akiwa kijana mdogo kuliko wote pale bungeni, na alishinda kwa asilimia kubwa kwelikweli. Sasa kuna wakati sisi tulipokuwa na mgogoro na Naila Jidawi alikwenda akajiunga na chama cha NCCR Mageuzi. Sasa niseme hivi kwamba katika mambo ambayo tulikuwa tunayalalamikia wakati mwingine, aidha ni kukosa haki au kucheleweshwa kupatikana kwa haki hata katika vyombo vya kisheria kama vile mahakama. Tuna rekodi ya mambo yafuatayo. Kuna wakati CUF iliingia kwenye migogoro na wanachama wake, ikawapoka wanachama, lakini wanachama wale wakaenda mahakamani kuzuia kupokwa kwao. Kesi zile zinasikilizwa mpaka uchaguzi mwingine, bado majibu hayajatoka. Tunayo kesi hiyo, tuliwahi kuwa nayo kwa Naila Jidawi, tuliwahi kuwa nayo kwa Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, tuliwahi kuwa nayo kwa kina Zamda Bozen, Aisha Filipo, Ashali Gede na mwenzao mmoja nimemsahau, walikuwa 4. Kwa hivyo kuna nyakati kadhaa wa kadhaa tulizopita, lakini kuna wakati CUF wameondolewa wabunge wao wa viti maalumu, wanapambana warudi madarakani, hii inachukua, hawarudi. Wale mnaotaka watoke hawatoki, mnaotaka warudi hawarudi. Na mifano kama hiyo tumekuwa tukiona hata kwenye vyama vingine, lakini kwa sababu mimi leo nazungumzia mambo ya CUF, sitaki kuwataja hao vyama vingine, tumekuwa tukiona. Sasa wakati Naila Jidawi alipokuwa na mgogoro, akatoka akaenda chama cha NCCR. Ulipofika wakati wa uchaguzi, Maalim Seif Sharif Hamad kama mgombea akamwekea pingamizi Naila Jidawi, na kwa sababu Naila Jidawi alipokwenda mahakamani alidai kwamba aendelee kubaki na status ya wanachama wake mpaka shauri lake la msingi litakapomalizika, na kwa sababu shauri la msingi hakulifuta,
kwa sababu shauri la msingi halijatolewa maamuzi na mahakama. Maana yake ile maamuzi ya mahakama yaliyotolewa yakawa bado yanaendelea kusimama. Kwa hivyo Maalim Seif katika pingamizi zake akasema lazima mgombea anapaswa kuwa mwanachama wa chama, na sheria mtu haruhusiwi kuwa mwanachama wa vyama viwili. Huyu ni mwanachama wetu kwa amri ya mahakama mpaka shauri lake litakapomalizika, na wala hajaliondosha mahakamani. Kwa hivyo hawezi kugombea kwa tiketi ya chama cha NCCR kwa sababu ni mwanachama wa CUF. Kwa hivyo Tume ya Uchaguzi Zanzibar kwa hoja zilizowasilishwa na mgombea huyu wakakubali kumwingua Naila Jilawi. Kwa hivyo pale NCCR Mageuzi inaonekana hawakufurahishwa na kile kitu, na tulikuwa hatujui kama ile ilikuwa pengine huku nyuma kuna msukumo au vipi, lakini ikaonekana mambo yao yameharibika kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo kwanza pale zikaanza harakati za NCCR Mageuzi wakati ule kuvamia sana katika kisiwa cha Pemba. Ukakuta kule Ukutini, ukakuta maeneo ya Wingwi huku, hata TLP wao wakaja maeneo ya Chonga. Kwa hivyo ikawa kidogo msuguano mkubwa. Sasa ulipofika huu wakati wa uchaguzi mdogo huu, pamoja na pirika zote zilikuwa zinahusisha vyama viwili, CCM na CUF, NCCR ikawaekea wapingamizi wagombea 5 wa CUF. Kwa hivyo CUF wakatafsiri aidha ni kulipiza kisasi, au kwa sababu wao hapa hawanufaiki na lolote, hata hawa wakienguliwa pengine wanatumikia mtu, na wakati ule maneno ikawa wanatumika na CCM.